kurudi Benjamin Mkapa ni jambo gumu zaidi yani kwa sababu tayari kama wao CAF wameshaanza kutoa tamko lao kwamba mchezo wa mkondo wa pili wa finali utafanyika pale visiwani Zanzibar katika dimba la New Amaan Complex. Na ukija kuangalia hata kwenye peji ya timu ya RS Berkane, wao tayari wameshafanya booking ya hoteli pale Zanzibar kwamba baada ya mchezo huo wanaonyesha kwamba wata-arrive Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na second leg. Hichi ni kitu ambacho kimetuudhunisha Watanzania na wapenda football kwa ujumla, kwa sababu Simba Sports Club walishaanza kufanya mauzo ya tiketi ujue za Benjamin Mkapa na kuna baadhi ya seats zilishakuwa sold out, lakini ghafla bin vup linakuja kutokea taarifa kama hii. Kwa upande mmoja tutakuwa tumehuzunishwa kama wapenda soka, tutakuwa tumehuzunishwa kama Watanzania, lakini kwa upande mwingine sasa ni sehemu ambayo imekuwa ni funzo kwetu sisi wa Tanzania, kwa sababu tumechukulia sana masiala hivi vitu. Uwanja ulianza ukarabati muda mrefu sana, lakini swala la kukamilika kwa uwanja lilikuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa vitu kama hivi vinakuja kutokea katika nyakati ambazo uwanja ulikuwa unahitajika kutumika, ilikuwa inahitajika zaidi kupeperusha bendera ya Tanzania, na tunafahamu jinsi gani ambavyo Simba wanakuwa na hatari zaidi wakilitumia dimba la Benjamin Mkapa. Lakini yote kwa yote Simba watakiwa kutoka mchezoni sasa hivi, kwa sababu kama taarifa tayari imeshatoka, hakuna namna ambayo unaweza kuibadilisha taarifa. Ni nadra sana CAF kuanza kubadilisha viwanja kwa mara mbili mpigo, kwa sababu tukija kuangalia sasa hivi wameshachagua uwanja labda New Amaan Complex. Kwa siku zilizobakia kuelekea kwenye mchezo wa finali, sidhani kama wanaweza kawa na option nyingine ya kubadilisha uwanja. Kama itatokea linaweza likawa jambo jema, lakini yote kwa yote Simba sasa hivi hakuna kitu ambacho wanatakiwa kuangalia zaidi ya kufocus kwenye mchezo husika, kwa sababu jambo kama hili limeshatokea. Hakuna namna ambayo mnaweza kulibadilisha likawa tofauti na vile ambavyo nyinyi mlikuwa mnalihitaji. Wafocus kwenye mchezo wa second leg, waangalie jinsi gani ambavyo wanaweza kumaintain kucheza na RS Berkane. Baada ya hapo warejee nyumbani, kwa sababu tayari walishapewa ndege ya kusafiri nayo, wafike moja kwa moja visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa marudiano. La sivyo hakuna namna yoyote ambayo unaweza kubadilisha. Na sasa hivi ndio nakuja kupata taswira ambayo aliwahi kuongea kocha mkuu wa Taifa Stars nyakati ambazo tunaenda kucheza mashindano ya AFCON. Aliwahi kusema kwamba Morocco ni moja kati ya nchi ambazo zina nguvu kubwa sana kwenye shirikisho la mpira wa miguu CAF barani Afrika, na hichi ni kitu ambacho kinaanza kuonekana sasa hivi. Wao Morocco kuna muda wanajichagulia muda wa kucheza. Yaani ukipanga wewe saa 10, wao wanaweza kawaambia CAF kwamba bwana, si mechi yetu hii, hata ya timu ya taifa hatuchezi kwenye muda huo. Leo hii hili sakata limetokea kwenye upande wa timu ya Morocco. Sidhani kama wao ndo wangekuwa wanastahili kukutana na changamoto kama hii kama ingekuwa ni rahisi wewe kuweza kubadilisha RS Berkane waende wakacheza kwenye uwanja tofauti. Lakini hili pia libakie kuwa kama funzo kwenye taifa letu. Nyakati ambazo tunapaswa kurekebisha viwanja vyetu viwe tayari, tunapaswa tufanye hivyo. Uwanja ungekuwa umekamilika mapema, mimi nadhani haya yote asingetokea. CAF nao watakuwa wanajiuliza vitu ambavyo tulikuwa tunajiuliza.